Shaka hujambo, na moja kwa moja ni kualike katika kipindi maalum kutoka hapa Sky TV, na tunaangazia utekelezaji wa miradi kutoka Shirika la Nyumba la Taifa NHC kwa hapa Dodoma. Tutaangazia pia miradi ambayo inatekelezwa ya ujenzi wa makazi ya bei nafuu kabisa. Mimi ni Mindi Joseph, karibu tuambatane sote hadi tamati na tupate kushuhudia pia miradi ambayo wanaitekeleza kwa hapa Dodoma NHC, ambapo kuna mradi unajengwa pale Medeli, lakini pia kwa upande wa Iyumbu pamoja na Njedengwa. Mradi wa Samia Housing Scheme Iyumbu ni moja ya miradi mikubwa ya makazi inayotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa NHC katika kuboresha makazi, na mradi huu utahusisha ujenzi wa nyumba za kisasa zenye miundombinu bora na huduma muhimu kwa wakazi. Dodoma ikiwa ni makao makuu ya nchi, mahitaji ya makazi yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Serikali kupitia Shirika la Nyumba la Taifa NHC imeendelea kutekeleza miradi mikubwa ya makazi ili kukidhi mahitaji hayo. Miongoni mwa miradi hiyo mikubwa ni mradi wa Samia Housing Scheme uliopo Iyumbu jijini Dodoma. Mradi unaotarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 18.5 hadi kukamilika. Mradi huu unalenga kuongeza upatikanaji wa makazi bora, huku ujenzi wa awamu ya kwanza ukitarajia kuanza na bloki 5. Ninaitwa Leo David, ni mhandisi wa Shirika la Nyumba la Taifa, na kwa hapa kwenye mradi huu ni msimamizi wa mradi katika mradi ambao unatambulika kama Samia Housing Scheme, ikiwa ni miongoni mwa miradi mingi inayotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa katika kujenga au kuboresha makazi hapa kwetu Tanzania. Mradi huu kiutekelezaji tumeanza ni mwezi wa pili ndio tumeanza, lakini maandalizi yalianza tangia mwaka jana mwezi wa 9, na utekelezaji kwa shughuli rasmi za ujenzi tumeanza mwezi wa pili, na ni mradi wa miaka miwili ambao tunategemea mwishoni mwa mwaka 2027 au kabla. Nategemea nyumba zitakuwa zimekamilika na wanunuzi au wakazi watakuwa wameanza kutumia au kufaidi matunda ya Shirika la Nyumba la Taifa kwa mradi wa Samia Housing Scheme Iyumbu Urban Apartments. Kama unavyoitwa Samia Housing Scheme Iyumbu Urban Apartments kwa jina hilo, ni mradi wa nyumba za makazi ambao utakuwa ni mradi mkubwa. Kwa ujumla wake utakuwa na blocks 24, lakini awamu ya kwanza umeanza na blocks 5 ambazo tuna units 100, ikiwa ni mchanganyiko wa nyumba za vyumba viwili za kuishi na nyumba za vyumba vitatu, ambapo nyumba ya vyumba viwili ina ukubwa wa square meter au mita za mraba 79, na nyumba ya vyumba vitatu vya kuishi ina ukubwa wa mita za mraba 119. Katika kupunguza gharama za utekelezaji wa mradi huu, wakandarasi wazao wamepewa nafasi kwa kiasi kikubwa ili kuhakikisha ujenzi unakamilika ndani ya gharama iliyopangwa. Kwa majina naitwa Amos Joshua Mwankomo, ni mkadiriaji ujenzi wa mradi huu, yani quantity surveyor, na mradi huu kama ambavyo mnauona utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 18.5 kuanzia mwanzo mpaka unakamilika. Lakini katika kutekeleza mradi huu tumejipanga kama timu ya site kupunguza gharama za ujenzi. Ndio maana hapa mtaona tunafyatua matofali hapa site, na kazi zote tunazifanya kama wakandarasi wa ndani. Kwa hiyo tunakunja nondo wenyewe, tunafyatua matofali na tunamwaga zege wenyewe. Hiyo ni kuhakikisha kwamba tunashusha gharama za ujenzi wa mradi wetu, na tunategemea gharama asitozidi hiyo bilioni 18.5, na mategemeo yetu ni kukamilisha ujenzi huu ndani ya miaka miwili wa ujenzi, na hii ni katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni ya mwaka 2025 na mpaka 2030. Kwanza kabla tujaanza kutengeneza tofali, kuna kitu kinaitwa mix design. Mix design ni mchanganyiko ambao unapatikana baada ya kupeleka sample za material
mchanga, simenti pamoja na crusher dust kule maabara. Kwa hiyo tulitengeneza hiyo mix design kwa kupeleka material hayo kule maabara, wakatupatia mchanganuo wa namna tutakaopata tofali la ubora tunaohitaji. Moja hatua muhimu katika mradi huu ni utengenezaji wa matofali yanayotumika katika ujenzi wa nyumba hizi. Tofali hizi zinatengenezwa kwa kuzingatia viwango vya ubora ili kuhakikisha majengo yanakuwa imara na kudumu kwa muda mrefu. Kwa hapo kama unavyoona kuna matofali ya aina mbili. Kuna matofali ya MPa 4 na kuna matofali ya MPa 7. Haya ya MPa 4 ni yale ambayo yanatumika katika kuta za kawaida. Lakini haya ya MPa 7 ndio yale ambayo tutatumia kwenye kuta za msingi. Hapa bado ziko kwenye curing stage. Kwa hiyo zimepangwa kutokana na namna zilivyotengenezwa. Unaona hapa kuna tarehe hapa zinaandikwa tarehe 23 mwezi wa pili. Kwa hiyo hii imetengenezwa tarehe 23 mwezi wa pili batch. Kwa hata curing yake siku 14. Tunazikiwa kwa siku 14 ili ziweze kumiti ule ubora tunaotaka. Kwa hiyo kila tunavyofyatua hapa kwenye batch moja, tunavyofyatua batch ya kwanza tunachukua zile sample tunazipeleka kuzitesti maabara kutuone kama zimekidhi kile kiwango ambacho tunakitarajia. Haya yote haya unayoona hapa ni inchi 6 haya. Haya ya huku ni inchi 5. Unaona haya sio haya ni yamekuwa membamba kidogo ukilinganisha na haya. Haya ni manene. Kwa hiyo kuta zile za nje zile tutajengea kwa kutumia haya. Ila zile za ndani zile zitatumia hizi hapa za inchi 5. Na kwa nini kunakuwa na utofauti? Utofauti kutokana na kwamba tunategemea zile kuta za nje kwenye design ni kuta ambazo zinakumbana na weather climate nyingi. Hasa kwa mfano upepo, lakini pia kwenye roading zile za nje ndo zinabeba uzito. Lakini hizi za ndani zenyewe hazibebi chochote. Ni just tu kuprovide ile partitioning kwamba chumba na chumba na nini. Na ikitokea kwa mfano mmetengeneza tofali mkazipeleka maabara wakasema kwamba hizi hazijakidhi, mnafanyaje? Tuje kukumbana na hiyo scenario, lakini kama ikitokea maana yake nitakiwa tuvunje hiyo tuweke pembeni hiyo batch, kwa sababu tunavyotengeneza hapa ziko kwa batch. Unaona kuna batch ya tarehe fulani, tarehe hii. Kwa hiyo hapa tumezisort kwa batch. Kwa hiyo zile batch yote ile itabidi iwekwe pembeni, inavunjwa inawekwa pembeni. Japo mara nyingi hapa kwenye nani zetu hapa kwenye ujenzi wetu tuje kukumbana na hicho. Tunachokutana nacho ni kwamba tunakuta zimezidi zaidi. Tuitegemea zile MPa 4 lakini unakuta ziko MPa 5, ziko MPa 6, ziko MPa 7. Na ikitokea hivyo mnavunja tena? Hatuvunji. Mnafanyaje? Kwa sababu hiyo ni zaidi ya ubora tuliotarajia. Aha. Kwa hiyo ubora unakuwa umezidi. Umekuwa umezidi. Ni sawa na wewe utegemea upate labda kiatu cha carpet alafu mtu akapata kiatu cha ngozi, maana yake ni zaidi ya kile kiwango. Japo kwenye cost wise inabidi sasa turudi tuangalie mixing ratio yetu kwamba yawezekana labda ipungue kidogo ili iende sawa na nani. Japo inakuwa kwenye safe zaidi. Tumezidi maana yake iko kwenye safeness zaidi. Ndio maana sisi kwenye product zetu hapa tunazoziuza National Housing tunajisifia kwa quality na ubora zaidi. Sisi kitu tunachokitoa hapa ni bora zaidi. Huwezi kupata sehemu nyingine. Nondo mbao zinapatikana kutoka kiwandani. Kwa mfano kama nondo hizi ni mkataba ambao tunaingia na viwanda, wanatuletea hapa site. Kwa hiyo gharama zetu ni ndogo kwa sababu tunanunua moja kwa moja kiwandani. Na hiyo ni katika ile hali ya kupunguza gharama za ujenzi wa nyumba zetu. Tunajitahidi sana kushirikiana na wenzetu. Kila sekta, kila mtu ambaye yuko kwenye eneo lake hakikisha ubora wa kile kifaa anachotupa kiwe kiko sahihi. Lakini kubwa, sisi tofali zetu hizi blocks tukifyatua, kwa sababu tunafyatua wenyewe, sehemu kubwa sana, mara chache sana tunatoa kwa supplier, lakini tunahakikisha zinapimwa. Vipimo vinapita TANROADS, wenzetu wana vipimo, zege letu linapimwa kila hatua, bati zinapimwa, nondo,
Kwa kufanya hivyo unakuta nyumba zetu mara nyingi zinakuwa bora sana. Hili ni katika ile dhana kubwa sana ya ambayo, kumbuka sisi National Housing tunatoa huduma, lakini wakati huo tunafanya biashara. Sasa ukiwa unafanya biashara, unajaribu kutengeneza mazingira ambayo utapata faida, lakini wakati huo ile faida isiende kumuumiza sana. Sasa hizi materials kama tukipata kwa wingi kutoka kwa suppliers, bei za kwa juu. Kwa hiyo tutatoka kwenye kutoa huduma na kwenye kibiashara, tutakuwa tumekazania sana kwenye biashara, tunatafuta faida. Sasa pale unamuumiza na unamkandamiza mlaji. Lakini tukagundua kwamba sehemu kubwa tukiwa na vyanzo vyetu vingine vya kupata material itatusaidia. Kwa mfano hapa Dodoma tuna machimbo ya mchanga. Kawawa, eneo la Kawawa, Mbalawala. Mchanga huu, ndugu watazamaji, umetusaidia sana wakati wa kipindi cha ujenzi wa majengo ya serikali Mtumba. Kwa kweli umetusaidia sana kwa sababu mchanga tulikuwa natoa kwetu. Sisi kazi yetu ni kulipa ushuru wenzetu wa madini, lakini pia kukodi magari kwa chache, na lakini mengine magari yalikuwa ni ya kwetu. Kwa hiyo kwa zoezi hili ilitusaidia sana. Na pia tulikumbuka unapofanya hivi kuna CSR, kuna kuiona jamii unafanya nini katika eneo lao. Kwa hiyo kwenye upande huo pia shirika halikusahau sana. Wenzetu wa Kawawa tuliwajengea kituo cha afya kizuri kabisa, jengo la mama na mtoto, na linaendelea kufanya kazi. Mradi huu unalenga kujenga nyumba za kisasa na utajumuisha nyumba za makazi pamoja na miundombinu muhimu kama barabara za ndani, mifumo ya maji na umeme, ili kuhakikisha wakazi wanapata mazingira bora ya kuishi. Lakini je, malighafi zinazotumika kwenye ujenzi zinatoka wapi na ubora upoje? Kwa sehemu kubwa ya utekelezaji wa mradi huu, bidhaa nyingi zinatoka ndani ya nchi. Tunatumia bidhaa zinazozalishwa na viwanda vilivyoko ndani ya nchi. Labda kwa vile ambavyo viwanda vya ndani ya nchi havina uwezo, ndio shirika linakuwa na utaratibu wa kuagiza kutoka nje, lakini hawaagizi moja kwa moja, pia wanapitia kwa wauzaji ambao ni mawakala wa bidhaa hizo ambao wako ndani ya nchi. Kuna compliance ambayo lazima tuifanye kabla ya kuanza mradi. Kuna maandalizi, lakini katika utekelezaji wa siku hadi siku tunahakikisha kwamba kuna mtu au kuna kitengo kinachosimamia shughuli za usalama ambao kunakuwa kuna ukaguzi, lakini pia kuna sessions za awareness kabla ya kuanza kazi asubuhi na kwa wiki tunakuwa tunapitia, lakini pia na mafunzo. Hao watu wetu wanaosimamia wanapata mafunzo ya kuweza kutusaidia, kutuelekeza na sisi katika kukumbusha kwenye utekelezaji wa kila siku, kuhakikisha kwamba kila anayeshiriki kwenye shughuli za ujenzi, kila anayeshiriki kwenye mradi anakuwa yuko salama, mwisho wa siku kwamba tumeingia, tumefanya kazi salama na tumalize mradi wote tukiwa salama. Miundombinu inaweza kusema imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna miundombinu ambayo inatusaidia sisi kutekeleza majukumu yetu ambayo ni maji na umeme. Hii tunapata huduma kutoka kwa mamlaka zinazotoa hizo huduma. Umeme tunatumia umeme wa TANESCO, na maji tunatumia maji ya mamlaka ya DUWASA. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu unajua maji wakati mwingine hayatoshi, ili kuhakikisha kwamba shughuli zinakwenda bila kukwama, tumeweza kuchimba visima virefu ambavyo vitaweza kutusaidia pale ambapo maji ya mamlaka yanakuwa labda yamekuwa ni pungufu kwa sababu ya mgao, basi tunaweza tunapata usaidizi wa maji kutoka kwenye visima ambavyo tumechimba katika eneo la mradi. Vifaa vingi vya ujenzi huu vitakuwa ni vya ndani na vichache vitatoka nje, lakini supplier wake wako humu ndani. Kuna vifaa ambavyo viwanda vyetu havitengenezwi hapa. Kwa hivyo supplier ambao tumeingia nao, wao watavitoa nje alafu watatuuzia sisi. Mradi huu pia unatoa fursa nyingi za ajira za moja kwa moja na muda mfupi, ikiwemo wataalamu mbalimbali kuanzia mafundi, wasambazaji wa vifaa vya ujenzi, na mradi huu utakuwa na mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa eneo la Iyumbu na Dodoma kwa ujumla. Katika kukuza uchumi au kuboresha maisha kwa wananchi wanaozunguka, tumegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ajira za moja kwa moja. Kuna wale ambao tumewaajiri kama mafundi, kama vibarua, hao tunao. Kwa sababu ndio mradi umeanza, tunategemea watakuwa wanaongezeka kadri ya mahitaji. Kama hivi leo tunaweza kuanza na watu wastani wa watu 80
100, lakini unategemea itafika mahala unaweza kuwa na watu mpaka 200, 300 kwa siku. Ukiangalia kwa muda wote wa utekelezaji wa mradi unaweza kuwa umepata ajira nyingi za kutosha. Lakini kundi la pili ni ile ajira ambayo sio ya moja kwa moja katika kuboresha uchumi. Kuna watu wanaotoa huduma za chakula, na watu wanaotoa huduma za makazi, watu wamepanga sehemu za jirani. Kwa hiyo ni namna nzima kwamba hela au gharama ya mradi inakuwa inazunguka, sio kwamba kujenga tu majengo, lakini pia kwa wakazi na wananchi wanafaidika kiuchumi kwa sababu ya ajira ya moja kwa moja na ile ambayo sio ya moja kwa moja. Je, kuna hatua gani zinachukuliwa kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa ubora na ndani ya bajeti? Mradi huu kama nilivyosema hapo awali kwamba viwango vyote kuanzia mwanzo wa ujenzi, vifaa vinavyotumika vyote vinapita katika ubora unaotakiwa na vinapita katika maabara ambazo zimethibitishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya kwamba tuna vifaa ambavyo tunavitesti maabara yetu ya TBS na vingine tunavitesti katika maabara yetu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani kule Biko. Kwa namna hiyo kila stage ya ujenzi wetu ni lazima tuhakikishe umekidhi vile viwango ambavyo vinatarajiwa. Kwa namna hiyo, kwa sababu kila hatua ya ujenzi wetu unakidhi viwango ambavyo vimetarajiwa, tunategemea hata product ya mwisho au zao la mwisho litakuwa na ubora ule ambao tunautarajia au zaidi ya ule tunautarajia. Mpaka sasa naweza kusema hatujakutana na changamoto ambayo nasema kwa utekelezaji wa mradi tuna changamoto. Mpaka sasa tuko vizuri na hatuna ambacho kimeweza kuturudisha nyuma kwa wakati kuanza kusema kwamba tutasogea mbele au tunaweza kusimama. Hatuna changamoto ambayo ni kubwa ya kiutendaji. Kwa hakika itapunguza, kwa sababu mahitaji bado ni makubwa, lakini naamini mradi huu utapunguza changamoto ya makazi, kwa sababu iko jirani na katikati ya mji na ni eneo ambalo huduma nyingi za kijamii zinapatikana. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa itachangia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa makazi. Hii tuko mwaka 2026, ni mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili itakuwa ni 2027. Plani ni miaka 2, lakini tutajitahidi kuona kama tunaweza kufanya chini ya hiyo miaka 2 ili uweza kukamilisha mradi. Mradi wa Samia Housing Scheme Iyumbu ni hatua nyingine muhimu katika juhudi za Shirika la Nyumba la Taifa NHC kupitia uwekezaji wa zaidi ya bilioni 18.5. Mradi huu unatarajiwa kubadilisha taswira ya makazi. Kwa sasa maeneo haya tumekwenda kujenga kwa sababu ndio maeneo ambayo tulikuwa tunayahouse. Tulishafanya acquisition, lakini shirika limekuwa likiendelea kufanya acquisition ya land kila sehemu. Kwa Dodoma tumefanya acquisition ya land kwa wilaya. Kwa mfano tuna Kongwa kule, tulikuwa tuna eneo, kuna eneo tumeshakwisha lijenga, tumejenga nyumba 44 na zote tumezipangisha. Lakini kuna eneo lingine bado tutaendelea kujenga. Wilaya ya Chambalo tuna eneo kama eka 4.5 bado hatujaenda kuanza, lakini tutawafikia. Bahi tuna maeneo na Chamwino. Kote huko tunafika. Sasa swali lako kwamba tunaangalia kigezo gani kwenda kujenga katika ile eneo. Kubwa ni kwamba eneo tayari tulikuwa tushafanya feasibility study, tumeona kabisa kwamba eneo hili ni salama na linafikika kwenye huduma za jamii kwa watu kama watu ambao wanaishi eneo lile wako karibu. Kuna huduma zingine ambazo zinaweza zikapatikana, wenzetu wa mabenki wako na nini, kwa tunapeleka zile nyumba ili watu wawe. Lakini kwa Iyumbu tungependa sana kama tungekuwa tunapata maeneo twende mbele, kwa sababu ya kwenda kusaidia makazi kwa watumishi hasa ambao watakuwa wanafanya kazi katika mji wa serikali pale Mtumba, kwa sababu ni kama kilomita 10 hivi 12 kufika pale. Kwa ndio sababu nyingine ambayo tumepeleka mradi huu kule. Lakini pia mradi wetu wa Iyumbu upo karibu na chuo kikuu cha UDOM. Zote hizi ni factors ambazo zinaongeza kwamba tukienda kuweka ule mradi pale, hakika mradi utapata soko. Tunafanya kwa watu wa kipato cha chini, cha kati na cha juu. Lakini kama tunavyofahamu, uhitaji wa nyumba kwa kweli hasa kwenye watu wa kipato cha chini ni mkubwa. Na kwa sasa hivi maelekezo ya serikali yamezidi kuwa ni kutuelekeza zaidi tuzidi kuangalia eneo hilo la watu wa kipato cha chini.
Kwa hiyo tunakwenda tunajenga watu wa kipato cha chini, ambazo nyumba tukizijenga Yumbu hapa Dodoma tuliuza nyumba milioni 47, 48, ambazo kwa sisi kwa kweli pale kipato cha chini. Lakini kama wenzetu wadau wengine tutazidi kuongeza mashirikiano hasa ya kwamba kila mmoja akazidi kufanya lile ambalo anatakiwa akafanye ili nyumba iende kasimame pale, basi tuna uhakika tutakuja mpaka milioni 30, na itakuwa ni nyumba standard 30 mpaka 40. Mtu anapata nyumba ambayo ina vyumba. Familia zetu tumezoea kwamba ni mtoto wa kike na kiume, kwa hiyo itakuwa mtu anaweza akapata nyumba ambayo ina chumba cha wazazi na vyumba viwili angalau, ndio nyumba standard kwa sisi familia zetu. Kuna muda shirika linajikita kidogo kwenye ujenzi wa nyumba za juu, kiwango cha juu. Wale high income earners, mara nyingi sisi ile pesa ambayo tunauza kule pia inatusaidia. Ile profit inakuja kufanya ujenzi pia wa nyumba za chini. Lakini kwa kusaidiana tunafanya kwa mapato, na ujenzi wetu tunafanya kwa fedha, vyanzo vya ndani, lakini pia tunapata mikopo pamoja na hiyo staili ya kutoa kwenye kiwango cha juu kwenda chini. Na kwetu Dodoma nyumba nyingi sana zimesha kwenda, soko ni kubwa mno, uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo hata hizo nyumba sasa hivi ambazo tunakwenda nazo Deli, Chedengwa na Yumbu, tuna uhakika ndani ya miaka 2-3 zitakuwa zote zimeshakwisha. Mradi wa Samia Housing Scheme Yumbu kikamilika utakuwa na blocks 24 na ujenzi wake umeanza mwezi wa pili mwaka 2026 na unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2027 na kuifanya Dodoma kuendelea kukua kama mji mkuu na wa kisasa. Tamati ya kipindi hiki, mtazamaji, tukutane katika kipindi kijacho ambapo tutaangazia ujenzi wa mradi wa Medeli. Mimi ni Mendi.